Uoga na taharuki vimetanda nchini Tanzania baada ya kigogo wa chama cha Chadema kutekwa nyara chini ya ulinzi mkali. Ujambo na karibu, na ikiwa ni mgeni hapa tafadhali kumbuka kusubscribe. Tanzania ilikumbwa na taharuki kubwa baada ya kuthibitishwa kuwa mtu aliyetekwa mchana kweupe jijini ni mjumbe wa kamati tendaji wa Chadema wilaya ya Busega, ndugu Lobez Kulilo Masanyiwa. Tukio hili liliibua hofu kubwa kuhusu usalama wa viongozi wa kisiasa na kuibua mjadala mpana kuhusu mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania. Awali, taarifa zilizozambaa mitandaoni zilieleza kuwa kulikuwa na tukio la kutekwa kwa kigogo wa chama cha upinzani, lakini jina lilikuwa wazi. Uchunguzi wa taarifa zilizofuata baadaye zilionyesha kuwa mhusika alikuwa ni Lobez Kulilo Masanyiwa, na ni jambo ambalo liliongeza uzito wa tukio hilo. Ujumbe rasmi kutoka kwa chama cha Chadema ulithibitisha kuwa mmoja wa viongozi wake katika wilaya ya Busega alitekwa na watu wasiojulikana wakiwa na silaha nzito. Kwa mujibu wa ripoti za awali, watu hao walifika moja kwa moja eneo la kazi la Masanyiwa mchana kweupe wakiwa wamejihami kwa bunduki. Walimchukua kwa nguvu na kuondoka naye kwa haraka wakiwa kwenye gari lisilojulikana. Mashuhuda walieleza kuwa tukio hilo lilifanyika kwa ghafla kiasi cha kuibua hofu kubwa kwa kuwepo eneo hilo. Hadi wakati huo haikuelezwa wazi sababu za kutekwa kwake, lakini hatua hiyo ilionekana kama jaribio la kutikisa hali ya kisiasa nchini humo, na kwa muda mfupi tu wanachama na wafuasi wa Chadema walieleza ujumbe wa hofu na masikitiko mitandaoni, wakidai mamlaka zichukue hatua za haraka kuhakikisha usalama wa viongozi ama wa kiongozi huyo na viongozi wengine wa kisiasa. Wachambuzi wa siasa waliona tukio hilo kama la kipekee na lenye athari kubwa, wakisema linaweza kuchukuliwa kama njia ya kuwatisha na kunyamazisha upinzani. Kwa Tanzania ambapo visa vya aina hii havijawahi kushuhudiwa mara kwa mara, hali hiyo ilizua mjadala mkubwa kuhusu ulinzi wa haki za kisiasa na nafasi ya vyama haswa vya upinzani katika demokrasia ya taifa. Mashirika ya haki za binadamu na asasi za kiraia yalisubiriwa kutoa maoni yao kuhusu tukio hilo, huku wananchi wakitazama kwa makini hatua ambazo jeshi la polisi lingechukua. Wadau walisisitiza kuwa ni muhimu sana kwa mamlaka kutoa taarifa rasmi ili kuondoa hofu na tetesi ambazo tayari zilianza kusambaa mitandaoni. Na kwa wakati huo, tukio la kutekwa kwa Lobez Kulilo liliendelea kuchunguzwa, huku vyombo vya habari vikifuatilia kwa karibu ili kupata ukweli kamili. Serikali na vyombo vya usalama vilitarajiwa kutoa taarifa za kina ili kulinda utulivu na kurejesha imani ya wananchi katika mfumo wa kisheria na usalama wa taifa. Ulikuwa uchambuzi kutoka hapa Kenyascope, naendelea kufuatilia habari sahihi za kina na zenye uzito kuhusu siasa, usalama wa matukio makubwa yanayogusa maisha ya wananchi ndani na nje ya Tanzania.